uchimbaji wa madini nchini Rwanda kuimarika kwa kasi katika mwaka huu wa 2026. Nitumie maoni yako kupitia njia mbalimbali. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni channel la Africa Swahili, kule X ni @Kiswahili_ca. Na sasa moja kwa moja msikilizaji, tuelekee kule nchini Kenya ambako tunaambiwa kwamba rais wa Kenya William Ruto anatarajiwa kutia saini kuwa sheria na muswada wa fedha kwa mwaka huu wa 2026 hapo kesho Jumanne. Na moja kwa moja kulichambua hili tunaungana naye Martin Weren, yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Nairobi nchini Kenya. Martin Weren, habari za Nairobi nchini Kenya? Nairobi kuzuri, mna neno. Vizuri kabisa. Kesho ndio kesho, Rais William Ruto anatarajiwa kutia saini muswada wa sheria hiyo ya fedha kwa mwaka huu wa 2026. Pengine ungetueleza kwa faida ya msikilizaji wetu, ni sheria gani na nini ambacho kinakwenda kufanyika hapo kesho? Naam, katika taifa la Kenya kuna kuwa na njia mwafaka wa kutengeneza bajeti ama makadirio ya bajeti. Kila shirika katika mawizara, katika mahakama, katika magereza, afisa wa kulinda usalama, mwanzo wa mwaka kila mtu kuja na bajeti yake. Anaweka chini, alafu inapigwa msasa, kisha inakuwa ndio bajeti kuu la taifa la Kenya. Inapelekwa katika bunge la kitaifa, inachambuliwa, yale si nzuri inaweza kuondolewa, yale inafaa inapitishwa, na pia kuangalia taifa lina hela ngapi ndio kama itaweza kutoshanisha hiyo bajeti. Kwa sasa hapo kesho rais ataweza kutia sahihi baada bunge la kitaifa kupitisha ile bajeti ambayo tunaita sasa kwa kimombo finance bill. Naam. Na pengine sasa wananchi wa Kenya wana maoni gani kuhusiana na kile ambacho kinakwenda kufanyika hapo kesho? Na kwa mtazamo wako wewe na namna hali ilivyo, unadhani hili linakwenda kumaliza tatizo la Wakenya? Kwa muda mchache uliopita katika kongamano la rais ambayo ilikuwa katika kaunti moja hapa nchini Kenya la Kirinyaga, ambapo alikuwa anazindua mambo ya kahawa, na nilipomsikiza kwa makini ama kwa undani, aliweza kusema kwamba taifa la Kenya litapiga hatua kubwa zaidi kwa yale yote ambayo yako katika ile bajeti. Akasema kwamba kwa mfano shughuli ya masomo imetengewa bilioni 57 ambayo ni hela ya juu sana. Akasema amepotea kidogo Martin Weren kwenye line yetu, nadhani ni suala la mtandao, lakini hapo atakaporejea tutaendelea na pale ambako tumeishia na tutaweza kuzungumza naye. Martin Weren, kama unanipata, endelea. Na kupata vizuri. Endelea hapo. Alikuwa akielezea. Nasema hivi, wakati muda mchache ambao umepita tulikuwa na rais wa taifa la Kenya akihutubia halaiki ya wakulima ambao walikuwa wamejisanya katika uwanja katika kaunti ya Kirinyaga. Akasema kwamba bajeti hii ni bajeti ya mwananchi na ni bajeti nzuri ambayo imetenga hela za kutosha kwa mwana Kenya. Akasema pia kuwa ametengea mambo ya masomo bilioni 57. Akasema pia imetengea hela kadhaa ya kufutilia madeni ya wakulima na kadhalika. Kwa wananchi wengi katika taifa la Kenya, watu wengi kwa sana huwa hawaelewi mambo haya ya bajeti vile inaenda. Lakini kwa wale wanajua, wako sawa, wanasema wanatarajia kuona yatakayojiri baada ya hiyo bajeti kupitishwa kama kuwa sheria sasa. Naam. Na hapo umezungumzia kwamba itaenda kugusia masuala mzima ya kilimo, lakini pia wanafunzi. Unadhani hiyo tu itatosha kuenda kumaliza au kutatua matatizo ya Wakenya? Naam. Sheria ya bajeti ni njia moja ama ndio mwanzo wa mipangilio ya serikali. Sheria hii ndio inamruhusu serikali kutoa hela hapa, kupeleka hapa na kadhalika. Bila sheria hii basi inakuwa vigumu kidogo. Unakumbuka wakati mwaka wa 2024 taifa la Kenya alikuwa na sheria yote. Basi baada ya wale jinsi kuleta rapsha na Kenya ikakuwa katika changamoto, ikabidi turejelee ile sheria ya mwaka wa 2023 kidogo ikarejesha Kenya kwa mwaka mmoja nyuma. Walakini wakati huu kumekuwa na changamoto ya pia wanasiasa hapa na pale kujaribu kumchanganya mwananchi. Walakini Mkenya anatarajia kwamba sheria hii itaweza kumsaidia na hela itaweza kupatikana ya kufanya yale maendeleo yote ambayo yamekadiriwa katika bajeti. Naam.
Martin Waren, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina kuhusiana na taarifa hii kutoka kule Nairobi nchini Kenya. Nikutakia mchana mwema. Asante pia studio. Asante sana msikilizaji. Huyo alikuwa ni Martin Weren, ambapo alikuwa akichambua kwa kina kabisa kuhusiana na kile ambacho kinakwenda kutokea pale kesho, ambacho kinatarajiwa na macho mengi wa Kenya amekuwa akitizamia siku ya kesho, ambapo rais wa Kenya William Ruto anatarajiwa kutia saini kuwa sheria ya muswada wa fedha kwa mwaka huu wa 2026 hapo kesho Jumanne. Tupate mapumziko mafupi.